name is Roslyn Alionya, a Gen Z, and I want to first thank all of you, whether you support the bill or you think otherwise. You being here to raise the concerns for the CS to respond to them, inamaanisha kwamba we love our country. The reason why I'm saying that is because I lost my friends in 2024. I don't want us to repeat the same thing. Kama kitu ni mbaya, the CS is here, is able to address. For those who are supporting certain sections, the CS is here, and whether you like it or not, I want you to clap for yourselves for being here. Secondly, there's a video that our friend Eric Omondi has made, and I know all of us have watched it, where he has rallied people to read the finance bill. And today, the morning he said that the government might be hiding behind price well so that they distract us from the finance bill. Today, we want to ask Waziri, kindly respond to our brother, but even as you do so, if probably there's anything you could be hiding in the finance bill, using the fuel as a distraction, you are here to elaborate. But also, I want to ask our Kenyans today, Eric Omondi was not So unamwona alitaja hapo Eric Omondi akasema point yake, wakamueko, wakamuattack, wakamuabul, akaongea, wakimkatazi ongea. Hiyo ni point yake na kitu aliweka. Eric Omondi pia angekuja, kwa sababu alisaweka video, angefika pale, Mbadi iko pale, angekuja pale, ulize Mbadi hizo maswali. Amekuja pale, achallenge hiyo Mbadi. Kwa nini hakukuja? Na Eric Omondi angekuja hapo, angepewa first class ya kumuuliza swali. Tena kwa sababu angepewa time nyingi ya kuuliza maswali, lakini hajakam. So hizi ndio vitu nafanyika huko kwa social media, nafanyika kwa nini? Alafu unampigia kelele. Hii ni bullying nyingine ambao unabully udem. Unambully sana. Huyu dem unambully sana. Hii ni bullying nyingine. Tumetoka kwa bullying Nobina. Tumetoka kwa bullying ya Anifa. Anifa naleta video yake utaona. Tumetoka kwa bullying na ule nini? Radio Spaces, you Radio Sport, whatever, ulimbully huko. Tumetoka kwa bullying ya TV, tumetoka kwa bullying ya TikTok, bado unambully. Huyu demo hutambully, tunyamaze. Kama ni bullying, sisi pia tunajua kubully. Kama ni platform unapea watu, basi sasa hii nyinyi utapata interview nyinyi kwa nyinyi. Sasa hii interview fanyeni nyinyi kwa nyinyi. Kwa sababu bullying kama hii fai, hakuna right kuongea. Aseme nonsense, aseme si nonsense, aseme good, aseme bad, hakuna right kuongea kitu ambao anatakikana aongee. Si mambo yote mnambully. Ufai mbully kwa sababu ya point yake. Ufai mbully kwa sababu ya msimamo yake. Ufai mbully kwa sababu vitu anaongea. Ufai mbully hata kidogo. Kwa sababu kila mtu iko na msimamo yake na kila mtu ako na kitu ana support. Hii ni bully nyingine ambayo alikuwa anataka kuongea. Umebully huyu dem sana na tumenyamaza. Tutamtetea. Wacha tuende kwa video nyingine nionyeshe bully nyingine.